Uhuru wa Yesu. Mimi Askofu Reuben Yusuf Mwala, askofu wa Africa Inland Church Tanzania Diocese ya Geita. Ninapenda nitoe salamu za Pasaka, salamu za habari njema ya wokovu au ukombozi wa mwanadamu. Baada ya mwanadamu kupotea kwa ajili ya dhambi, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya upendo wake kwamba akaamua kumtuma mwanaye Yesu Kristo kuja hapa duniani, kuja kuzaliwa kama mwanadamu, kama tulivyokumbuka wakati wa Christmas, akaishi, akatumika na akaonyesha kielelezo kikubwa cha huduma ya kuwaokoa wanadamu kutoka katika dhambi, kutoka katika magumu na shida mbalimbali tunazokutana nazo wanadamu. Na baada ya kumaliza huduma yake hapa duniani, basi habari ya Pasaka ndio inaingia. Habari ambayo kwa kweli inatukumbusha jinsi tulivyookolewa, jinsi tulivyoondolewa kwenye ghadhabu ya Mungu, jinsi tulivyotolewa kwenye hukumu. Na kwa maana hiyo, kwa Pasaka hii ninajua pastoreti zetu zote zimechagua mistari mbalimbali. Watumishi wa Mungu wanaenda kuhubiri sehemu mbalimbali, na kwaya zetu zingine zinasafiri, zingine zinahudumu sehemu mbalimbali. Ni jambo ambalo kwa kweli tunafanya kumbukumbu njema sana, na tunautangazia ulimwengu kwamba Bwana Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya dhambi zetu. Na kama alikufa kwa ajili ya dhambi zetu, sisi kama wanadamu, sisi kama watu tunapaswa kufanya nini? Basi kwenye kitabu cha Ufunuo sura ile ya kwanza mstari ule wa 17, Yohana wakati akiwa katika kisiwa cha Patmo, amefungwa kwa ajili ya huduma hii ya Kristo. Kuna mambo ambayo tunaweza kujifunza kwake baada ya kukutana na Bwana Yesu. Na sisi tunapoingia kwenye Pasaka ya mwaka huu, tunaweza kuyafanya mambo hayo. Katika mstari ule wa 17, Biblia inasema, Yohana huyu anaandika, anasema, nami nilipomwona nilianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu, akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Salamu zangu na wito wangu kutokana na mstari huu, ninapenda Wakristo wote kwanza tuhamasike kuhudhuria ibada zote za Pasaka. Na tunapofika katika nyumba za ibada, kila mtu awe tayari kuanguka mbele za Bwana, kujitoa mbele za Bwana, kumwabudu Bwana katika kicho, katika roho na kweli, kwamba maisha yetu yote tuyakabidhi kwa Bwana. Kama ambavyo Yohana alipomwona kwamba alianguka miguuni pake, akawa kama amekufa, yani akasarenda kila kitu. Kwenye ibada zetu zote za Pasaka, ninamwombea kila Mkristo afike mahali pa kujitoa kikamilifu katika ibada, kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Hilo ni jambo la kwanza ambalo litakuwa ni wito wangu katika salamu zangu za Pasaka. Lakini jambo la pili, hakukomea tu kuanguka ikakomea hapo. Lakini Biblia inasema kwamba akaweka mkono wa kuume juu yangu. Ninaomba kwamba wakati wa Pasaka, kwenye ibada za Pasaka, kwamba kila mtu aguswe na mkono wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa, akazikwa, akafufuka na yuhai milele. Aguswe na mkono wake, kwamba Mungu kupitia kwa mwanaye akuguse wakati wa Pasaka, katika madhaifu yako, katika magonjwa yako, katika mahitaji yako, katika kila hali yote ile ulionayo, kwamba mkono wa Bwana ukuguse. Na hapa
Yohana yeye akasema kwamba akanigusa kwa mkono wake wa kuume, kwamba ni mkono wa mamlaka, ni mkono ambao unaokoa, ni mkono ambao unaponya, ni mkono ambao unahuisha, ni mkono ambao unaondoa katika matatizo yoyote ile. Kwa hiyo Wakristo wote tunapoenda kwenye ibada za Pasaka tuwe tayari kuguswa na Bwana wetu Yesu Kristo na Roho wake ili atusafishe katika mambo yetu yote ambayo kwa kweli tunahangaishwa nayo, tunateswa nayo. Ukisoma katika Isaya sura ya 6, Isaya anasema kwamba baadaye akanigusa kwa kala ya moto midomo yangu, kusafishwa. Kwa hiyo ombi langu kwa Pasaka hii, kila mtu awe tayari kuguswa na mkono wa Bwana aliyefufuka kwa ajili ya uzima wetu. Na jambo la mwisho, Yohana anasema kwamba akasema, usiogope. Acha Pasaka hii Bwana Yesu kwa Roho wake Mtakatifu aseme na kila moyo wa mtu, aseme na kila maisha ya mtu, aseme na kila mahusiano ya mtu, aseme na kila hali yetu katika Pasaka hii, kwamba neno lake Bwana lituhuishe, neno lake Bwana litufanye upya, neno lake Bwana lituondoe katika hofu na shida mbalimbali ambazo kwa kweli wakati mwingine tunashindwa kuishi maisha ya furaha na ya amani ya kumpendeza Bwana kwa sababu ya hofu na changamoto na matatizo mbalimbali. Yesu aseme pamoja nawe, na Yesu aseme pamoja nami wakati wa Pasaka. Popote pale ulipo, unapoenda kwenye ibada, Bwana aseme na wewe. Lakini kwanza uwe tayari kumwabudu Bwana katika roho na kweli. Na pili, uwe tayari kwamba ujitoe, kwamba Bwana akuguse na mkono wake ili akuondoe katika yote ambayo yanakupa usumbufu, yanakutatiza, yanakuumiza, majeraha yote akuguse Bwana na kuondoa. Lakini Bwana aendelee kusema pamoja na sisi kwa mahubiri, kwa nyimbo za kwaya, nyimbo za sifa, nyimbo za kusifu. Bwana aendelee kusema nasi kwa sauti yake, na tunapoisikia sauti yake basi tutii yale anayotuambia. Bwana tubariki, na ninawatakia baraka na heri ya Pasaka 2026. Amina.